Inwani ya maudhui yetu au ya khutba yetu tukasema salahul abawaini amanu lidhurriya, wazazi wawili kuwa ni wema, kuishi katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi itakuwa ni sababu ya hawa watoto kutengamaa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, na wachelee wale ambao waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim, na wachelee wale ambao lau Allah akawaondoa na wakaacha nyuma yao kizazi ambacho wanachelea kwamba huenda wakateseka, huenda wakapata tabu, wakapata dhiki. Kipi wafanye sasa? Huenda watoto wao ni madhaifu, umewacha hawana chochote. Kipi ufanye ili iwe ni salama? Ukiwa nao utatoka asubuhi, utatafutia riziki, utarudi, unaona utasurvive. Lakini sasa umeshaondoka, na ilivyo siku zote mara nyingi kwamba mtu huwa hata wakati mwingine utamani aondoke labda na watoto wake kwa kuchelea kwamba huenda wakateseka huko nyuma. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akatufundisha kipi wafanye ili wale watoto wapate salama na waishi katika maisha ambayo ni safi. Allah akasema falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, basi hawa wazazi wawili ni wamche Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wawe ni wenye kusema maneno ambayo ni mazuri. Man arada salaha dhurriya, yule anayetaka kutengamaa kwa watoto wake, wa hidayata dhurriya, bali pia wapate uongofu wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kudumu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, falyakun huwa salihan, kwanza yeye mwenyewe anatakiwa awe ni salih, awe ni mwema, kwa sababu uanze wewe kwanza. Na ndipo tukamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilhali yeye ni kudwa kwetu sisi, hakuwa ni mwenye kuamrisha jambo alafu yeye akarudi nyuma, bali yeye anakuwa ni wa kwanza, na hakuwa ni mwenye kukataza jambo alafu yeye analielekea, bali yeye ni wa kwanza kukimbia katika jambo hilo. Tanha an khuluqin wa ta'ti mithla gharun alayka idha fa'alta adhimun, unakataza jambo kisha wewe unaliendea, hakika hilo basi kwa wewe litakuwa ni jambo ambalo ni la aibu zaidi. Kwa hiyo kipi kifanyike? Kwanza wewe mwenyewe kuwa ni mwema kwa wanaye. Unamkataza usifanye hiki, wewe ndio wa kwanza kufanya. Wewe unategemea mtoto atafanyaje? Lazima naye ataiga na atataka kufanya hiki ambacho, kwa nini ananikataza, ngoja na mimi nifanye. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwanza wewe mwenyewe kuwa ni mwema kwa wanaye, basi kwa kufanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia watoto na wao kukuiga na kufanya yale ambayo ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalahuka ayuha al-ab, kule kuwa mwema wewe ewe baba, wa salahuki ya ayatuha al-ummu, na kule kuwa mwema ewe mama, kwa kufanya hivyo huwa khairu rasidin, hii ndiyo rasidi iliyokuwa bora ambayo unawaachia watoto baada ya kuondoka kwako. Hii ni amani ambayo unawaachia watoto wako. Wala tadhunnu anna uquda at-ta'min 'ala al-amwali, mara nyingi watu wengi wamejijengea ufahamu ambao si wa sawa. Maal asafi shadid, utakuta watoto wangapi wanateketea mitaani huko, mayatima, kadhalika wajane huko, hawana wa kuweza kuwasaidia. Watoto ambao ni mafakiri au jamii ambao wanaishi katika maisha ambayo ni umaskini na ufukara, lakini kuna mwingine ana M kadhaa ziko katika account, ana B kadhaa ziko katika account, na hizi wakati mwingine ameondokana na ule ufahamu sahihi wa kumtawakali Allah subhanahu wa ta'ala, akaona akiondoka yeye salama ya kubaki watoto wake ili wasiteseke ni yeye kumwekea account yake. Hata bado wengine bado katoto kako tumboni, hajui katazaliwa salama ama kataondoka kameshakufa, yeye amekafungulia account kana M kadhaa zinasoma huko. Utakuwa ni masuulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaingilia kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki ya huyu mtoto kabla hajaumbwa tayari Allah ameshaiweka, atakuja na riziki yake, ataishi na riziki yake mpaka siku anaondoka hapa hivi. Sasa wewe unayemfungulia account bado mtoto yuko tumboni, wakati watoto wangapi mayatima wanateseka huko mitaani, unatafuta vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Sio ufahamu sahihi, ni ufahamu wa kimakosa. Wewe unatengeneza ta'min kwa ajili ya afya, taamini kwa ajili ya mtoto wangu asije akateseka nikiondoka katika maisha haya, wakati jamii, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala watu wanahitaji ziimarishwe. Wewe umebana kwa sababu ya kuchelea kwamba mwanangu atakuja kufanyaje. Swala la riziki anayegawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Arrizqu maqsumun min indillah, riziki imeshagawiwa tayari kwa kila mmoja anapoingia katika dunia hii, na haito katika mpaka siku anaondoka katika maisha haya duniani. Allah ameshaigawa, fanya utakavyofanya, bali riziki inakutafuta kuliko wewe kuliko mauti inavyokutafuta wewe. Kwa hiyo haitoondoka riziki yako mpaka siku unaondoka katika maisha haya.
Allah subhanahu wa ta'ala yaqul nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, sisi tayari tumeshawagaia maisha yao, riziki zao. Huyu kampa, huyu kamnyima, huyu ana baskeli, huyu ana pikipiki, yule ana gari, yule ana hiki, yule ana nyumba, yule hana. Usiingilie kazi za Allah subhanahu wa ta'ala. Haulizwi katika lile ambalo amelifanya, kwa nini mimi ameninyima, kwa nini amempa yule. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah subhanahu wa ta'ala haulizwi juu ya yale anayofanya, bali waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye kuulizwa.